Naam akhi, Allah akujaze kila la kheri. Nilikuwa na swali moja hapa, ni kuhusu swala ya tarawehe. Yamkini nipo katika jamii ambayo ina msikiti mmoja na wenye itikadi ya kisufi. Je, ni lazimu mimi kuswali tarawehe msikitini kujumuika nao pamoja, au naweza au itakuwa bora zaidi nikiswaliwa nyumbani? Naam, barakallahu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Muulizaji ameuliza na akaanza na salamu, na sisi tunaitikia salamu alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ameuliza muulizaji kwamba katika sehemu ambayo kwa yuko yeye kuna msikiti wa kisufi ambao wanaswali tarawehi na hakuna msikiti mwingine. Je, itafaa yeye kwenda kuswali tarawehi katika msikiti huo au kwamba aswali nyumbani? Hao masufi watazingatiwa kwamba je, kwa wao kuna bid'a ambazo za kuwatoa katika Uislamu. Ikiwa kwamba kuna bid'a ambazo za kuwatoa katika Uislamu, haitofaa kuswali katika msikiti huo. Ikiwa kuna bid'a ambazo zitawatoa katika Uislamu, haitofaa kwenda kuswali katika msikiti huo. Lakini ikiwa kuna bid'a ambazo haziwatoi wao katika Uislamu, basi inafaa. Na hizi ndio fatawa za wanachuoni ambao walivyokuwa wameelekeza wanachuoni wa Ahli Sunna wal Jamaa. Nitasoma moja katika fatawa ya Allama Ibn Baz alayhi rahmatun min Allah. Anasema idha kana imamuhum laysa bikafir, itakapokuwa kwamba imamu wake sio kafiri, yani imamu wao ambaye anawaswalisha sio kafiri, wa inma indahu ba'dul bid'ah, na kwamba kwake yeye kuna baadhi ya bid'a allati la tukhrijuhu min alislam, ambayo au bid'a ambazo hazimtoi yeye katika Uislamu, fala mania min as-salati ma'ahum, basi hakuna kizuizi cha kumzuia yeye kwamba asiswali pamoja na wao, kwa maana ataruhusika kuswali pamoja na wao ikiwa kwamba kuna baadhi ya bid'a ambazo hazimtoi yeye katika Uislamu. Kisha kaendelea kusema al-Allama Ibn Baz wa nasihatuhum wa tawjihuhum wa irshaduhum bid-da'wati ila Allah ba'da as-salawati, na kuwaelekeza wao na kuwapa miongozo katika jambo la kuwalingania katika jambo la kulingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili waachane na zile bid'a na waondokane na yale ambao walikuwa wao wapo nayo. Na akatoa maelezo mengi sana, lakini mahalu shahidi kwamba kuswali nyuma ya imamu ambaye kwake kuna baadhi ya bid'a ambazo hazimtoi katika Uislamu ni jambo ambalo lilokuwa linafaa na ni jambo ambalo wanachuoni wameelekeza hivyo. Na kwa mnasaba swali vile vile wakajibu wanachuoni vile vile kwa mjibu wa maswali kuhusiana swali lilivyokuwa limekuja, wakasema wanachuoni yajuzu lirajuli as-salah, inajuzu kwa mtu kuswali khalfa sufia, nyuma ya mtu au nyuma ya wale masufi, fi tarawehi, katika swala ya tarawehi, idha lam yajid ghaira masjidihim, itakapokuwa kwamba hakupata yeye isipokuwa msikiti wao, ma lam yakun fil masjid qabr, itakapokuwa kwamba hakuna katika msikiti huo hakuna nini, hakuna kaburi, ma lam yakun fil masjid qabra, madamu itakapokuwa kwamba hakuna katika msikiti huo kaburi. Au kana al-imamu yadu ghaira Allah, au ikawa imamu kwamba anaomba na kuabudia si kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ana shirki ambayo ilikuwa kubwa, anamuomba si kwa Allah. Ikiwa amepatikana imamu huyo, haitofaa kuswali nyuma yake imamu huyo ambaye anamuomba si kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu jambo hilo ni katika shirki ambayo ilikuwa kubwa. Kanat bid'atuhum ghaira mukaffira, itakapokuwa kwamba bid'a zao si zenye kuatia katika ukafiri, fasalatu khalfahum sahiha, basi kuswali nyuma yao ni jambo ambalo kwa sahihi, mal karahati inda al-ba'd, pamoja na karaha mbele ya baadhi ya wanachuoni. Kwa maana baadhi ya wanachuoni wao wamesema itafaa kuswali nyuma yao lakini pamoja na karaha, na baadhi ya wanachuoni wakasema itafaa kuswali nyuma yao kwa sababu hakujapatikana sehemu nyingine au msikiti mwingine wa kwenda kuswali. Wal afdal munasahatuhum, na alikuwa bora ni kuwapa nasaha ili waachane na bid'a hizo na epukana na bid'a hizo. Wa idha wajada masjid akhar, au wa idha wujida masjidun akhar, utakapopatikana msikiti mwingine, fa huwa aula, basi msikiti huo ndio bora zaidi kwamba mtu ende
kwenda kuswali swala tarawehe na swala nyinginezo katika msikiti huo, kwa sababu tayari wewe umekwishakubainikiwa kwamba hawa ambao walikuwa wanaswali katika msikiti huu kuanzia imamu wao na maamuma wote kwamba wapo katika bid'a ambazo walizokuwa nazo, na wewe hakuna msikiti mwingine isipokuwa kwamba msikiti ule ndio ukawa umeswali kwa dharura hiyo. Lakini ikiwa umebainikiwa kwamba umepatikana msikiti mwingine, basi ni aula kwenda katika msikiti huo. Kwa hiyo kiufupi, kwa mujibu wa swali ambalo alikuwa ameuliza muulizaji, tunamjibu kwamba ikiwa huo msikiti ambao yeye alikuwa ameuelezea amewainisha katika swali, hapana msikiti mwingine isipokuwa msikiti huo kama ambavyo alivyokuwa ameuliza, na ikawa kwamba watu wa msikiti huo au imamu wa msikiti huo hana bid'a ambazo zitakazomtoa katika Uislamu, anazo bid'a lakini hazimtoi katika Uislamu, itafaa kuswali nyuma yake. Na ikiwa kwamba kuna bid'a ambazo zinamtoa katika Uislamu, haifai kuswali nyuma yake, ni aula kwamba mtu akaswali nyumbani pamoja na watu wake. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufahamishe na atupe nguvu na usafishe Uislamu kutokana na kila mambo ambayo yalikuwa yameingizwa, ambayo yalikuwa hajapokelewa kutoka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, wallahu a'lam.